Naam, karibu msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Jina langu ni Omari Makelele Ozil. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Msikilizaji, taarifa zetu hizi za habari zinakujia hapa na kukaribisha uweze kunitegea sikio mwanzo hadi tamati, na tuanzie huko katika jimbo la Kivu ya Kusini na habari zisemazo kuwa vitendo vya mauaji ya kutumia silaha vinaripotiwa kushamiri zaidi katika mji wa Uvira, ambako mwanzoni mwa wiki hii tunayo zaidi ya vifo 5 ndivyo vimekwisha kuorozeshwa. Kwa jambo hilo, mashirika ya kiraia yameomba kwa viongozi wa serikali kuvalia njuga swala hilo mapema kabla madhara hayajitokeza zaidi na zaidi. Katika mahojiano na Tanganyika FM, mwanasheria Chako Changu Bone Ane kutoka katika mji wa Uvira ametoa picha halisi ya hali ilivyokuwa kwa sasa katika mji huo wa Uvira. Kuna umoja mwenye aliuawa jana mkartie Rugenge, na mwingine nilikuwa bengine batatu ilikuwa accident mkartie Kimanga. Bale bakartie Kimanga balikuwa bamotare bawili bakirundi ambao habakujulikana. Mmoja anatoka ngambo ya Meri anakuya Mulongwe, mwingine anatoka kama Mulongwe anaenda njia ya Meri, ni barabara ya Kabolimbo. Sasa bote bawili bakagongana, bakapigana teke. Bamotare bote bawili bakakufa na abiria umoya akakufa. Balikufa pale pale bote matatu, na bote abajazikiwa. Abiria alikuwa soda na wale bamotare balikuwa bote Barundi, abajazikiwa bote bangaliki. Wale wa Burundi na wengine mota na ule soda bangaliki bote morgue. Paraporo ya hapo motare bali wa Kirundi ilikuwa acceleration ya vitesse. Unajua kweli Barundi bako na accelere sana barabara, bako na confusion sana ya barabara, bako vraiment ya vitesse ya kabambi sana. Hiyo tunajua, tumeshawaambia na tunayaba tukiaje, kama ni jua mingi, kama ni essence na bakoroka mkichwa hautaelewa. Lakini pia kuna wajene wawili mamwizi wenye waliuawa mkartie Songo usiku wa kucha leo. Wale wajene walitoka mnamo mzo centrale ya Uvira, na wakati walitoka mzo centrale ya Uvira, unajua kwamba raia iko na boga na kila mtu kuna siveye mwenzake, ndio raia imewakamata na kuwaua. Ndani kulikuwa mna wazalendo wale wa raia bakawapiga masase bakakufa. Hiyo ni evenement ilikuwa mkartie Songo ya bamotari, ilikuwa mkartie Kimanga. Tukienda ngambo ya juu jana kuche wa jana, kuna jeune garçon mwenye alipenda kunyang'anya mzalendo bunduki mnamo kartie Rugenge. Sasa ule mzalendo aliona vibaya hali ya ule kijana, ndio alikuwa ajulikani, na ndio ule mzalendo akapiga ule kiana masase mkifua na mkichwa, ule kiana akakufa pale pale. Wenyewe walimzika walikuwa wa Croix Rouge. Hiyo ndio hali ya majeraha na hali ya vifo wa vijana kupitia silaha ambayo wengine vijana wanakamata. Na alipoulizwa kwa nini visa vya watu kuuawa kwa kupigwa risasi na wakati Uvira sasa ndiyo yenye kuwa na ngome ya kijeshi, Chako Changu Bone Ane ajibu mara tena. Sikufichi mtangazaji, watu wanakufa wengi katika Uvira. Kuna wamoja wanajulikana na kuna wengine hawajulikani, na wamoja wanajulikana kwa sababu makaiko, lakini wengine kajulikana kwa mwenzako ana mipote yake au juu kwenye wako. Ile iko dina nini? Iko dina na kwanza na mtu yeye peke ana develop hali mbaya mbele mwenzake. Ya pili, kuna watu walikutaniwa kwa madossier entre wao kwa wao na wanafanya ma vengeance privé. Mtu anaenda kuambia wazalendo ndio wenyewe wamkatie sheria, ama anaambia watu wabaya nyukua na silaha ndio wamkatie sheria, ama yeye mwenyewe anajikamatia mareglement, ama yeye mwenyewe anajikamatia silaha anaregle konte yeye. Ndio hali ambayo tunaishi katika Uvira. Watu waaminiani na tunashirikiana kwa saa na usiku na mchana, na wengi hawalali nyumbani kwao. Mtangazaji, ni kweli kwamba Uvira ndio kwenye piko komanda 33e region militaire, Uvira ndio kwenye piko komanda wa 10e region militaire, Uvira ndio kwenye piko komanda wa secteur Sokola de Sud Kivu. Utaelewa kwamba Uvira ndio kwenye piko koalisio kubwa ya wazalendo.
wazee wetu wa ya kutumba wako hapa, wazee wetu wa nane wa Rene Itongo wako hapa, wazee wetu wa Makanaki Kasimbira John wako hapa, wazee wetu wa Kashumba wako hapa, wazee wetu wa Abdul wako hapa na wengine na wengine. Utaelewa kwamba kunaweza kuwa tu kati ya watu, kati ya jeshi, kati ya wazalendo wenye wako na roho mbaya, lakini si wote, na wale kuna roho mbaya ni wadogo sana. Lakini kile tumemani kwamba tunashukuru wazalendo wakubwa ni kwamba wamekataza masasi kulia hofu, na wameambia kwamba mtu alinde mwenzake. Ila kuna wamoja wenye wanaweza kuwa kuna nia mbaya kati ya wazalendo au kati ya FARDC au kati ya watu katikati ya unajua kwamba Uvira maarme iko. Tutoke sasa pa Uvira tujelekeze kule katika tarafa la Fizi. Ni kwamba nitaendelea kuweka malalamiko ya raia wangu kuwa kipaumbele mpaka mwisho wa muhula wangu, kwani mimi ni mtumishi wao. Ndivyo amesema mbunge wa taifa mchaguliwa wa tarafa la Fizi kwenye ngazi ya kitaifa, ambaye amehakikisha kuwa mitihani ya kitaifa itakuwa ni kwa bure. Habari ya furaha tena ya kupanguza machozi hasa kwa wazazi wa watoto ameitoa katika mahojiano na Tanganyika FM kunako laini ya simu akiwa katika mji wa Kinshasa. Mchaguliwa huyo mbunge wa tarafa la Fizi. Mbunge huyo mchaguliwa wa tarafa la Fizi Msenyibwa Apele Janvier amepongeza serikali kuu ya Kinshasa kwa kukubali ombi lake ili mtihani wa taifa uwe bila malipo kwa mwaka 2024-2025 licha ya kwamba haikuwa kazi rahisi. Hata hivyo, upande mwingine mbunge huyo wa taifa mchaguliwa wa tarafa la Fizi ameshukuru spika wa bunge la taifa pamoja na waziri mkuu ambao wamesikia malalamiko yake, huku akiongeza kuwa ataendelea kuwa jicho na sikio la raia wa tarafa la Fizi na nchi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunako ngazi ya ubunge wa taifa. Msenyibwa Apele Janvier ameeleza yafuatayo. Na wapatia kwanza pole ndugu zetu wote wanaopatikana Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri, en particulier Fizi. Unajua Est inapitia magumu mengi, na hiyo magumu imeletwa na vita ambavyo vimetoka Rwanda ikitumikisha hapa nchini kwetu M23 na AFC, na hiyo ilifanya watu wengi wakimbie, imefanya watu wengi wahombe, na imefanya hata ndugu zetu wengi waache shule kwa sababu wazazi wamehomba na hawana namna ya kutafuta kwa sababu ya vita. Mimi kama vile mmoja wa wanabunge, mtumishi wa raia, nilipoona na kusikia jinsi ndugu zetu zaidi les jeunes espoirs du Congo wanaacha masomo na wengine hawana na possibilité tena na uwezo ya kufanya examen d'etat parce que déjà vita imekuja haribu pato la familia, mimi nikasema jambo hili linabidi lizungumzwe katika bunge. Na ilipofika tarehe 11 wa mwezi huu ambao umefika mwisho, mimi mtumishi wao nilisimama nikaambia ndugu zetu, nikaambia kolege wenzangu katikati ya bunge kwamba inabidi bunge liangalie namna gani naweza kusaidia ndugu zetu, au government iangalie namna gani naweza kusaidia ndugu zetu, na tukafanya mambo kama na hayo, watajua kwamba tuko pamoja nao. Nilievoke question ya finalists wa Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri wapite mtihani wa examen d'etat kwa bure. Kama mdogo wangu mimi aliacha shule kwa sababu ya wazazi hawana kitu, mwenyiko m2e CO au m1er CO, imaginez-vous mwenyiko m6e CO, est-ce que ataweza kufanya mtihani kweli? Ninielewa mambo kama na hayo, na nilishukuru kwa sababu le president wa Assemblée Nationale Mheshimiwa Veka alisema wataangalia namna gani kufanya une intervention humanitaire ambayo mambo kama na hayo yanaweza ikapita. Lakini sikuishia pale, nilienda nikaandika kibarua, nikaenda hacha kwa Premier Ministre, nikamuonesha kwamba magumu kwa sababu ya vita yamekuwa mengi nyumbani Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri. Maisha yamekuwa magumu, bunga imepanda bei, chakula imepanda bei, franga hazitembei, na hata vice gouverneur son excellence
Jean-Jacques Lacano alisema katika hotuba yake kwamba aujourd'hui province haiko na pouvoir ya kumobiliser $5,000 mu 2 semaines. Pourquoi? Parce que vita imekuja haribisha yote. Imaginez alors kama province haiko na pouvoir au na capacité ya kumobiliser hizo franga, situation ya raia yetu iko namna gani? Soma kama unaishi kwa magumu mengi. Nikaivuka hayo, nikaonesha katika barua, na Premier Ministre alitonesha kwamba mambo kama na hayo government inapaswa ijimplike. Angalia namna gani itasaidia ndugu zetu ili wafanye mtihani kwa bure wasije mane. Mimi nashukuru kwa sababu deja nous sommes rassurés que ndugu zetu watafanya mtihani kwa bure. Tuliona makomunike officiel ya province educationnelle Sud Kivu 1, Sud Kivu 2, na tunasema hiyo ni jambo kubwa na inaonesha kwamba government inajali pia wanafunzi kupitia sisi ambao tumetoa malalamiko yetu ili wakubali. Na souhaiter bonne chance kwa wanafunzi wote na wa dénoncer toute tentative ya kila chef d'établissement mwenye iko nalipisha. Sisi tuko pale kufuatilia mambo kama na hayo kama jinsi tulivyofuatilia ili wapate fursa ya kutumika mtihani bila kulipa. Tubaki tu katika tarafa hilo la Fizi, tujelekeze katika sekta ya Mutambala. Ni kwamba shirika la raia katika sekta ya Mutambala limeomba jeshi la taifa FARDC pamoja na wazalendo kuwa na uhusiano bora na kutumika kwa pamoja ili kukabiliana na hali ya usalama mdogo na uendelea nchini DRC, hasa eneo la mashariki mwa nchi hii. Akizungumuza na Tanganyika FM, Bwana Emedi Kaongo Bieneme, mwenyekiti wa shirika la raia katika sekta ya Mutambala, amesema kuwa ni jambo lisilo la kiungwana kuona jeshi la taifa FARDC na wazalendo kurumbana wakati huu ambao nchi iko katika mzozo wa kivita, huku upande mwingine akiwataka kujitolea kwa ajili ya kutetea nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Emedi Kaongo Bieneme, tumsikilize. Je pense que tumepokea sote taarifa zinazoendelea kupitikana katika mji wa Uvira ambapo kuna kuwa hali ya sitofahamu kati ya wazalendo na majeshi wa FARDC. Tunajua sote kwamba FARDC iko pale ni jeshi ya serikali na rade nao pale iko reconi comme force réserviste ya FARDC. Maintenant wakati kuna kuwa mizozo kati ya force réserviste na FARDC, ile inakuwa ni jambo ambayo haieleweki. Wa FARDC ndo wanasaidiwa na wazalendo. Kwa nini sasa wao waambie wazalendo wao ndo waende ku front? Hilo jambo ni jambo ambalo hatulielewi kabisa. Hatulielewi. Tunaweza omba kwa FARDC yetu kugarder bonne collaboration na wazalendo parce que wao wameweza kusimama kwa ajili ya province yetu isiweze kunyanganywa wala isiweze kuvamiwa na huyo mvamizi. Kwa hiyo tunatoa support kubwa kabisa kwa wazalendo wetu wote, na tunaweza sema FARDC waelewe na wagarde bonne collaboration na wazalendo, wasingeli tena kujiatakie kwa wazalendo. Hiyo haitoleta sura nzuri, inaweza riske kupermettre enemy adui kuweza kupata njia parce que wakati nyinyi kwa ninyi mnaanza kugombana, hapo adui anapata njia bila watu kutambua. Tunaweza omba kwa gouvernement provincial yetu kuweza kuingilia kati juu ya swala hilo ambalo linaonekana hapo Uvira, maana yanayotendeka Uvira si Uvira tu, si Uvira tu, kesho yatasikilikana Baraka, yatasikilikana Fizi, yatasikilikana maeneo mengine. Huko nasikia fasi kwenye FARDC ku FARDC wanagombana wao kwa ajili ya kukataa kwenda ku front. Mnasikia ingine nafasi ambao wazalendo wa FARDC wanakimbia. Sasa kwa leo yanze sikilikana kwamba maposition za wazalendo zinakuwa deja atake kwa ajili ya sababu ambazo wao wenyewe wanazijua. Hiyo itakuwa si jambo nzuri, itakuwa jambo ya kuleta usalama mdogo katika province yetu ya Sud Kivu na maeneo ambayo tunapatikana. Vraiment tunaomba kwa FARDC kujifunza ili waweze kuishi kwa mawasiliano mazuri na watoto wetu wazalendo. Tunawashukuru. Tujelekeze huko Lubumbashi, mji mkuu wa jimbo la Okatanga. Ni kwamba wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wanalahani vikali shambulizi lililofanywa kwenye shamba la Futuka la kinara wa chama cha Ensemble pour la République Moise Katumbi Chapwe na jeshi la taifa FARDC mwishoni mwa wiki iliyopita. Shamba hilo linapatikana kwenye umbali wa kilomita 34 na mji wa Lubumbashi. Akizungumza na vyombo vya habari akiwa katika mji wa Lubumbashi,
Lubumbashi, Kambale Devote, mwanaharakati wa kutetea haki za binadamu, amesema kuwa kuvamia shamba la mpinzani huyo Moise Katumbi Chapwe ndiyo mwanzo wa kuleta mgawanyiko kwa Wakongomani, kama alivyoeleza hapa kuna laini ya simu. Usio kesi ya kusema waende kugangamia hiyo shamba ya Moise Katumbi. Kwa hiki kipindi nchi napita mimi na saa haiko solution. Paske ile nayo tenda na gawanya watu. Hakuna mtu anaweza kushimamia serikali asifanye kazi yake. Serikali akakubishia ni vizuri kufanya kazi, lakini ukafanya kazi kama upate maalama ya kuonesha kama kuna vitu vibaya vyenye vinaweza kusonga amani ya nchi, hiyo nayo kabisa ni kutafuta tu mchangamoto sehemu zote. Walianja kwanza na fama Joseph Kabila, sehemu za Kinshasa kuliko Kingakati, wanatuma watu pasipo mabarua ya kuonesha kama serikali ndio na watuma, wanaanza kusearch, kucontrol. Mimi nawaza Felix Tshisekedi naye hana washauri wazuri. Kwa maana muda huyu nchi uko naenda, naomba watu wakwe umoja. Pasipokuwa umoja kakuwa hizo shida wakati yote, kuteketeza wengine kweli ni mchangamoto tu. Meya wa mji wa Baraka kwa muda na vitengo vingine vya usalama katika mji wa Baraka vimetembelea kwenye bandari ya Mushimbake ili kupata suluhu kwa mzozo uliokuwa kati ya vikundi vya kizalendo kwa kutaka kila kundi kukusanya pesa eneo hilo. Msafara huo umetembelea pa Mshimbaje siku ya 3 ya wiki tunayo ya tarehe 30 Aprili 2025. Katika mazungumzo na Tanganyika FM, Bi Emeriti Tabisha Mongelwa amesema kuwa ameamua kutembelea pa Mshimbaje kutokana na hali ilivyokuwa kati ya kundi za wazalendo. Upande mwingine, Emeriti Tabisha Mongelwa, meya kwa muda wa mji wa Baraka, ameongeza kuwa bado wataitisha kikao kingine kitakachohusu namna pesa ya effort de guerre itakuwa inagawanywa kati ya kundi hizo za wazalendo. Tunatembea kwenye poro ya Mshimbaki nikishindikizwa na koloneli wa FARDC, major wa la police na service ya ANR. Tunakuja kwa hiyo lengo tu ya kutafuta namna gani kutatua mzozo ambao umo kati ya vikundi vya wazalendo, kufuatana na mfuko ambao wanagawanya kwa kuishi kidogo kidogo kwa wakati huu ambao wako wanapiga bunduki, ambao wanaita effort de guerre. Pesa ambao zinakongolewa kwa kuwasaidia wao wazalendo zinaleta mzozo. Kwa hiyo iliomba tufike kwa kuangalia namna gani tutamaliza mzozo, kwa sababu tumeona wale wengine wazalendo wa makundi zingine wamefanya kambi huku, na hiyo kambi sio kwetu kwa usalama, sio mzuri zaidi, kwa sababu na wengine wakileta huku milio ya masasa inaweza kuwa, na hiyo itakuwa inazofisha zaidi sana usalama wa watu. Tulikuja kwanza kusalimia hii kundi ambayo iko hapa, na pili kujadiliana na vitengo vya serikali ambavyo viko kwenye port. Pia kuangalia usalama wa maboti. Kuna boti 3 hapa ambazo ziko na mizigo, kuangalia usalama wa maboti, na hiyo mizigo ni kusema mali ya raia ambao sisi serikali tunaanza kutosha kotozo. Kwa hiyo tumeona maboti na tunahakikisha watu ya kwamba vitengo vya serikali viko natumika kazi, wanapakua hiyo maboti. Tumeona wazalendo walikuwa kwa nafasi fulani na koloneli aliacha na wahamisha, anawatia sasa kwa nafasi nyingine fulani ili bandari libakie liko huru sana. Na tumeongea na vitengo vya serikali, basi tunasubiri kutakuwa tena ingine reunion ambao tutaambia watu ikiwa itaenda vizuri namna gani tutawagabulia, watagawanya hizo pesa ambao zinatolewa, wakule kidogo kidogo, mehote wakule pamoja, kwani wengine wanashtuma kwamba ni SNPCC tu yenyewe ndio inakula. Hiyo tu ndio inatufikisha hapa. Ujumbe wangu ni kwamba usalama na amani ni vitu ambavyo sote, kila mtu azingatie, atie mchango wake ili jiji la Baraka liwe jiji ambao watu wanakuja wanaburudikia hapa, wanafurahia, wanapumzikia, na pia wanafanya biashara kwa kufanya maendeleo ya jamii na ya jamaa zao kwa hali ambayo inadumu.
Tumalizie na mji huo tu wa Baraka ni kwamba katika malengo ya kutathmini namna gani mgomo wa walimu unavyoendelea, ndiyo lengo mojawapo ya kikao kilichoandaliwa Jumatano hii ya tarehe 30 Aprili 2025 na walimu wa primari wa mji wa Baraka na tarafa nzima la Fizi. Bobasha Sokolo Pouvoir ni mhamasishaji wa walimu wa shule za kiprimari, pia akiwa kama msemaji ameonesha lengo la kikao hicho, huku akiomba wazazi kuendelea kuchunga watoto wao manyumbani hadi pale serikali ya Kinshasa itakapojibu mahitaji yao. Tumsikilize hapa, anaeleza yafuatayo. Kikao cha leo tulikuwa tuna evaluate greve yetu ilitembea namna gani na tuko wapi na tutafanya nini. Baada ya kufanya ile evaluation tumeenda kuona ya kwamba hakuna chochote kabisa ambacho kimetendeka. Tulikuwa tunazania labda government itatulipa pesa zetu za miezi miwili, hakuna hata kitu kimoja. Hivi tena tunaingia mwezi wa 3, yani tunadai government yetu tulipe pesa za miezi mitatu, na wakati kama government haiyatulipa hizo pesa, walimu wamesema ya kwamba hawatarudia shuleni mpaka wakati government itakapolipa hizo hela. Sisi mahitaji yetu ni kusema ya kwamba government tulipe zile pesa zetu za miezi mitatu. Maana tunajua watu watembe wanapata kila mwezi, na wakati wao wanapata kila mwezi na sisi hatupati. Yaani imekuwa kama vile ametuonelelea makusudi tusipate zile pesa. Atupatie miezi mitatu, kisi wenzetu nao wanaenda kupokea pesa zao kama kawaida. Ujumbe ni kusema ya kwamba sisi tunaambia wazazi watoto wabaki tu nyumbani wakati government itakapoleta pesa, na walimu tena watarudia kumasomo kama kawaida, na tutafanya tena kikao ya kuruhusu walimu waanze makazi zao kama kawaida. Upande wa walimu wameonesha kuwa kutokulipiwa na serikali ya Kinshasa, maisha yao yanakuwa ni magumu zaidi na zaidi. Tuwasikilize. Kwa enseignant Taipe Mohamed, si selo mie naweza sema tukusherekea yetu ya le 30 avril, journée de l'enseignement. Atukusherekea juu tuko mugreve, ndio ya kwanza. Ya pili, atukusherekea hatuna pesa. Tunauza kama uniforme, tunafanya fete yetu, tunakunwa, tunavala maniforme yetu. Sasa vile vyote tutabifanya kama tuko na pesa. Sasa pesa hakuna. Maisha ya walimu kwa sasa iko mbaya sana. Maana tuko tunaishi juu, tuko watu. Na Mungu alitumba na akili zingine, lakini tunaishi vibaya sana. Kwa hiyo naweza lomba serikali ijue mwalimu na yeye kama ni mtu, iko na jamaa na familia na watoto wanasoma, lakini serikali yetu aijue walimu kama ni watu, kama ni wafanyakazi wa serikali. Tunaonekana kama ni watu wa chini. Meme badariste banatuzarau, baenda mashamba banatuzarau. Sasa tunaomba serikali itutie na sie sawasawa na wengine wafanyakazi, na tuanze pokea sawasawa na wenzetu. Mwalimu wa Epe Asangala Ubwari, maître en chef ama wa chini ya kiongozi ama mwalimu mkuu wa lile shule. Ndiyo sisi walimu tukusherekea sikukuu yetu leo ya tariki 30 mwezi wa 4 kwa ajili ya maisha kuwa mabaya, walimu kukosa pesa zao na maisha kuendelea kuwa mabaya zaidi. Maisha ya walimu kwa sasa yako pabaya, na kama hawakuangalia vizuri kuna baki walimu washikwe kwamba wanakuwa naanza kuzulumu ama wanaiba vitu vya watu. Ndiyo mimi kungambo yangu ama kungambo ya walimu wote tungehitaji serikali itufanyie nguvu zote, isukumie walimu ama itumie walimu pesa zao kwa ajili waendeshe maisha na watoto zao, juu watoto wanasoma, watoto wanahitaji kuvaa, watoto wanahitaji kula, watoto wanahitaji dawa. Sasa hivyo vyote vinatokana pesa hakuna na maisha ni mabaya. Kusafiri, kusomesha, kunatukuta serikali imetuachililia sana. Bule wetu budogo tuwe nao mumfuko. Hivi tunadai sasa miezi mitatu leo tariki 30 na tunarudi kazini. Hatuna ingine kazi, ndio kazi Mungu alitupa, tuko tayari kuitumika kwa moyo wenye kukunjuka bila wasiwasi. Na muendelee na kazi ya kutupasisha habari kwa wengine. Mwalimu wa Epe Amani Mwandiga, hatukusherekea sikukuu ya leo kufatana na uhaba wa hela, yani hatuna hela. Maisha ya walimu kwa sasa hayapo mzuri kabisa kufatana na walimu hawapokei miezi 3 hivi kabisa hawapokei, na kwa hiyo maisha ni mabaya kabisa, magumu sana. Magumu kwa kupitia kukosa hela ya kununua mambo ya kukula na mambo ya vitu vingine. Hata kwenye hospital tunakosa hela za kulipa.
Tunaweza hitaji serikali itufie huruma. Mimi ni enseignante wa EP Bunyemu Mwandiga. Maisha yetu iko chini sana sana sana. Paka hivi tunashindiwa hata na wa marangaza. Aba bangolwa mwingine banatushindia. Manake tuko chini sana. Naweza lomba serikali ifanye nguvu itusaidie kumakuta, vraiment tuko tabani na watoto. Enseignant alipe ubwali. Hatukusherekea sikukuu kwa sababu walimu wiko na sikitiko kubwa ya kukosa pesa. Wanateseka, wiko na njaa, wakaona mtu yuko na huzuni hawezi enda kusherehe. Maisha ya sisi walimu inateseka sana. Kwa sisi walimu tuko na watoto wenyewe wanasoma ku secondaire, wanafukuzwa kwa masomo juu hapana pesa. Kutumikia wengine watu kazi mwanamke wa mwalimu. Na ile yote iko sawa cheko kabambi. Tunaanza chekewa na watu wenyewe wa mwingine wa village wanacheka sio walimu. Angalia ndio bibi wa mwalimu, ndio mtoto wa mwalimu. Anaonekana sawa mtoto wa moyo, mfanyakazi mwa waovi wa nivu ya bure. Na ni hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari kutoka Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Jina langu ni Omari Makelele Ozil. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Habari za muda huu mpendwa mtazamaji wa Tanganyika TV. Kwa jina naitwa Suzana Mbokile, natokea kitengo cha biashara na manunuzi hapa Tanganyika TV. Nipende kuchukua fursa hii kukaribisha hewe mfanyabiashara kutangaza biashara yako pamoja nasi. Maana katika ulimwengu huu wa sasa, media kama Tanganyika TV ndio mahara pekee ambapo unaweza kukuza na kuendeleza biashara yako. Haijalishi ni biashara ipi unayofanya, ina mtaji mkubwa au mdogo. Tanganyika TV inaweza kukuweka karibu na wateja wako na kukuza manunuzi ya bidhaa zako unazouza. Hebu fikiria, hata vikundi vya maendeleo tunawezaje kuendelea bila kujitangaza? Karibu utangaze nasi, hewe mfanyabiashara, mjasiriamali, mwanamuziki, wanasiasa na wengine wote. Karibuni sana sana sana. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba zetu za ofisi zilizopo hapo chini. Hata kama una matangazo, Tanganyika TV tunaweza kukutengenezea kwa sababu tunawafanya kazi na madirector wabobezi waliobobea katika shughuli za video production na graphic design. Tanganyika TV, kwa pamoja tukupashe.